Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 6 ya mwaka A wa kanisa. Wazo linalotuongoza katika Dominika hii ni inasema, anasema. Inasema, anasema. Masomo yetu yanayotuongoza katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira, ile sura ya 15 aya ya 15 hadi ya 20. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya 2 aya ya 6 hadi ya 10. Na injili ni injili ya Mathayo, ile sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 37. Ndugu zangu katika Kristo, tukiangalia vizuri kabisa masomo yetu, tunaendelea na hotuba au mafundisho ya Yesu ya mlimani. Baada ya heri, baada ya utambulisho wa mamlaka kwamba nini ni chumvi na mwanga, Kristo leo anagusia au kutazama Torati, sheria au amri hizi za Mwenyezi Mungu ambazo Wayahudi walishika kabisa kama mafundisho ya Musa. Ulikuwa ni mwongozo mkubwa kwa taifa hili la Israeli. Wana wa Israeli walitakiwa kuzishika, kuzifundisha, lakini kuziishi kila siku katika safari yao ya maisha. Tunakumbuka walikuwa wanatembea nazo katika sanduku la agano. Ilikuwa ni alama ya uwepo wa Mungu kati yao. Lakini kwa nini Yesu leo anazirudia? Kwa nini Yesu leo anasisitiza? Tatizo liko wapi? Yesu anasema wazi wazi kwamba hakuna tatizo. Sikuja kutangua Torati bali kuzitimiliza. Sikuja kuleta amri zilizokuwa mpya, kwamba hizi amri zina shida. Hapana. Tatizo ni wapi? Tatizo ni si kwenye mawe, tatizo si kwenye mbao ambazo amri hizi zilikuwa zimeandikwa. Tatizo zilikuwa zimeandikwa sehemu gani katika mioyo ya mwanadamu au mioyo ya hawa wafuasi wake. Kristo anachotaka ni tuondoe amri hizi kutoka katika mawe, kutoka katika mbao, na tuziweke ndani ya mioyo yetu na tuziishi. Ndio maana nasema inasema, anasema. Amri inasema hivyo, yeye anasema tena. Anataka tuziweke ndani ya mioyo yetu. Ili kuweza kuelewa ili wazo vizuri, tuangalie masomo yetu vizuri kabisa. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira, kama nilivyosema, ile sura ya 15 aya ya 15 hadi ya 20. Hiki ni mojawapo ya vitabu vya hekima katika Agano la Kale. Kwa Kilatini kitabu hiki kiliitwa Ecclesiasticus. Hiki ni kitabu cha mwisho cha kikanoni kilichowakilisha hekima ya Kiyahudi katika Israeli, na kinaunda sehemu ya Biblia ya Kigiriki, yani Septuagint. Kiukweli, kiasili kitabu hiki kiliandikwa kwa lugha ya Kiebrania muda mfupi kabla ya uasi wa Makabayo, yani mwaka 180 kabla Yesu Kristo. Lazima kujua kwa Kigiriki kitabu hiki kiliitwa Siraki, au kikihusanishwa na Sira mwana wa Eliazari. Unaweza kusoma habari zake katika kitabu hiki, ile sura ya 50 aya ya 27 au sura ya 51 aya ya 30. Kiliwafundisha ili kuepuka au kuenda mbali na changamoto zilizokuwa zinawakabili wana wa Israeli au Wayahudi kutokana na mwingilio wao na tamaduni nyingine za kigeni, hasa za Kigiriki. Ili Wayahudi wasipotee, basi kitabu hiki kwa kinazidi kuwakumbusha na kuwaelimisha zaidi. Hiki kitabu kilieleza wazi kwamba hekima ya Mungu inaonekana katika kushika na kuishi Torati, katika kufuata maadili yanayoagizwa na Torati. Lakini kikubwa, hekima ya Mungu inaonekana juu ya hofu ya Mungu, woga wa Mungu unaojengeka juu ya yule anayeshika Torati. Mwandishi alitaka wana wa Israeli au Wayahudi wasiondokane na hofu ya Mungu ndani mwao, wasisahau Torati. Ndugu zangu katika Kristo, tumesikia leo, ndio maana tunasikia kwamba mwanadamu anawekewa uhuru wa kuchagua. Mungu ameweka hekima yake mbele ya mwanadamu na kumwacha mwanadamu kuchagua. Lakini tukumbuke pia
Kwa sababu ya uhuru huo, kila mmoja anapaswa kubeba matokeo ya uhuru wake. Wahenga wanasema kila mtu atavuna alichopanda. Ndio hekima hiyo. Hivyo ndugu zangu, sheria za Mungu tunazijua kabisa zinasema nini, zinakataza nini, na zinatupasa sisi tufanye nini. Sasa kwa hekima, sheria inasema, Mungu anasema kwamba utakachochagua, matokeo ya uchaguo wako au uchaguzi huo, lazima uwe tayari kuyabeba. Umewekewa mbele yako amri hizi, ila ukichagua, kuwa tayari kubeba matokeo ya machaguo yako. Kuna wakati sisi kama Wakristo tunaanguka katika dhambi, baadaye tunalia. Kabla ya kuanguka katika dhambi, jua kabisa utabeba matokeo ya dhambi hiyo ambayo umeanguka, kwa sababu mbele yako Mungu amekuwekea njia. Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya 2 aya ya 6 mpaka ya 10. Paulo anasisitiza sana, anaeleza wazi juu ya hekima na ukweli wa Mungu. Hekima ya Mungu kama nilivyosema imewekwa katika Torati. Paulo anataka kutueleza sasa, hekima hii imefunuliwa, hekima hii imeonekana kwa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kikubwa imejionyesha kwa mateso, kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani. Mateso ya Yesu Kristo yamedhihirisha hekima ya Mungu. Ni katika kuangalia msalaba tunaweza tukajifunza mengi sana. Mtakatifu Gaspari, mwanzilishi wa shirika la damu takatifu ya Yesu, aliwahi kusema, msalaba ni kitabu cha kusoma. Ni katika msalaba tunaweza tukatambua hekima na uweza wa Mungu, na hapo tunamewekewa machaguo, kumfuata Mungu au kuwa wakaidi tuangamie. Tunaalikwa leo na Mtume Paulo kumwangalia Kristu na kufuata kile Kristu anachotuambia. Ndio maana anatuambia tena katika somo la Injili kwamba yeye aliye hekima sasa, yeye aliye hekima anasema tena kwamba lazima tumfuate yeye. Lakini tumfuate kwa namna gani? Si tu kwa kushika amri, bali kwa kuziweka ndani ya mioyo yetu. Ndugu zangu katika Kristo, hii hekima inazidi kusema hivi, msidhani ya kuwa nimekuja kutangua Torati bali kuitimiliza. Hekima hii ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe anaeleza kwa usahihi kabisa namna ya kuishi Torati. Torati inasema, hekima hii au Kristo anasema. Ndugu zangu, mengi tunaweza tukajifunza hapa, lakini hebu tuangalie kwa ufupi wazo kuu moja ambalo Kristo leo anataka au analisema. Hekima hii inalisema ni jichunguze. Ni jichunguze. Rudi ndani ya moyo wako, jiangalie na jichunguze. Wewe unayejikinai kwamba unashika amri au unaziishi amri. Maandiko matakatifu yanasema, mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Injili ya Luka ile sura ya 6 aya ya 45. Kristo anataka leo tuingie ndani ya mioyo yetu tujichunguze. Kristo anaturudisha tena na tena, si katika amri zilizoandikwa katika mawe, bali katika mioyo iliyojengwa juu ya Torati. Moyo wa upendo unaotakiwa kuonekana kwa matendo. Mtakatifu Agustino anasema, penda na fanya unachotakiwa kufanya, ila kwa upendo. Ukikaa kimya, kaa kwa upendo. Ukiongea, ongea kwa upendo. Ukikosoa, kosoa kwa upendo. Kristo anataka wafuasi wake wasikariri tu sheria, bali waziishi kwa moyo mmoja, na watu waone kwa matendo kwamba hawa watu wanaishi sheria. Mtume Paulo anasema katika waraka wake wa pili kwa Wakorinto ile sura ya 3 aya ya 6, anasema, kwa maana andiko huwa bali roho huisha. Unaweza ukasema au kajikinai kwamba wewe unashika amri za Mungu. Je, toka moyoni mwako, toka rohoni mwako kabisa, je, unazifuata kweli? Kristo anatukumbusha leo tujichunguze. Yawezekana, anasema, ukajiona mtu mwenye haki kuliko watu wengine. Unaishi au unaoishi nao nyumbani
unaofanya nao kazi, unaofanya nao biashara, ukajiona ni mtakatifu sana kuliko mke wako, kuliko mume wako, kuliko yoyote yule. Je, unaonyesha au kuyasema au unayoyatenda hayo yanatoka ndani ya moyo wako, au ni kwa sababu wewe ni baba tu, au kwa sababu ni mama tu, ila kwa nje, ukiwa nje ya familia yako unatenda tofauti? Jichunguze, ukanajikina wewe ni mwenye haki, au unataka wema wako ofisini uchukuliwe kama fimbo ya kuwapiga wengine? Mwenzako akitolewa mfano kuwa kwa nini hawi kama wewe, kwa nini hafanyi kama wewe, unajisikia safi kabisa, unajisikia mwenye haki, rohoni mwako unafurahi. Yesu anasema wazi kabisa, maana nawaambieni ya kwamba haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Ile aya ya 20. Haki yako, uadilifu wako, wema wako ukiwa kwa ajili ya show off, ukiwa kwa ajili ya majivuno, anguko lako ni kubwa mbinguni. Lazima ujifunze haya. Haki yako ni ya kuonekana au unatenda kutoka moyoni? Yawezekana ukajikinai, Kristo anasema kuwa hujawahi kuua. Sawa, Kristo anasema jichunguze tena. Mbele ya macho ya watu yawezekana ukaonekana unacheka, unatabasamu, unaishi vizuri na kila mtu, ila kwa ndani una vita vya roho mbaya, visasi, majungu, masengenyo. Unatamani hata wengine wapate mabaya. Mtu fulani akipata mabaya unafurahi, alafu unajikinai hujawahi kuua. Wewe ni muuaji. Ukisikia habari za mtu aliyekufanyia roho mbaya au yule unayemchukia amepata mabaya, unafurahi ndani mwako. Wewe ni muuaji tu. Kristo anasema ni muuaji tu. Wahenga wanasema ushirikina sio kupaa na ungo, bali ni roho. Furaha hiyo unayoipata, unayosikia moyoni mwako unaposikia mwenzako amepata mabaya, ni sawa sawa na ushirikina. Unapofurahia mwenzako kupata matatizo au majanga, ni sawa sawa na kama ungepata nafasi ungemuua. Unakosa tu nafasi. Jichunguze tena. Kristo anatukumbusha leo, unasali sawa, unajitoa sadaka sawa, unajitolea ofisini na kazini sawa, lakini je, ndani mwako una roho njema inayoendana au inayowapenda wale wanaokuzunguka? Je, marafiki zako, wafanyakazi wenzako, je, wanafurahia uwepo wako na wewe unafurahia uwepo wao katika mazingira yako hayo? Kristo anakwambia na anakukumbusha, jichunguze mbele ya Mungu. Ukihisi kwamba unafurahia mabaya yanayowapata wengine, ndani mwako uko sawa na yule ambaye ana roho ya mauaji. Jinyenyekeshe na omba msamaha, patana na huyo mshtaki wako au yule ambaye unahisi kwamba unafurahia akipata mabaya. Kristo anatukumbusha tena tujichunguze. Yamkini ukajikinai kwamba wewe ni msafi, sio mzinzi. Jichunguze tena na tena. Ukiwa mkweli mbele ya Mungu, mara ngapi ofisini, njiani, kwenye matembezi yako, iwe mwanaume iwe mwanamke, umemtazama mwenzako au jinsia tofauti kama chombo cha starehe? Uwe mkweli kabisa mbele ya Mungu. Ichunguze. Chombo cha kutimiza tamaa za kimwili. Umeangalia mdada, umeangalia mkaka, umeangalia mbaba, umeangalia mama kama chombo cha kutumia ili mahitaji yako ya kimwili yatimilike. Kristo anataka tutazama wengine kama Mungu anavyowatazama, maana yake kama watoto wa Mungu, na si kuwatazama kwa ajili ya tamaa zetu za kibinadamu ambazo haziwezi kuisha. Kristo anataka kikubwa si tu tuepuke kuwatazama wengine, bali tuepuke mazingira ambayo yatatuangusha katika dhambi, kwa sababu wahenga wanasema baiskeli katika mchanga haina ujanja. Hivyo lazima kukimbia yale mazingira hatarishi ambayo yanakuangusha dhambini. Kristo anasema leo, kata mkono, ng'oa jicho. Maana yake kata mazingira ambayo yanaweza kupelekea dhambini. Ng'oa kizuizi au kile ambacho kinaweza kukuangusha katika dhambi, hata katika mazingira magumu. Inaumiza sana wakati fulani kukimbia mazingira hayo. Inatesa sana kuondoa udhaifu huo wa
hata kama ni urafiki au mazingira fulani, fanya upasuaji, itoe sadaka. Kung'oa ni upasuaji ambao unaumiza sana. Lazima ufanye upasuaji huo katika nafsi yako. Niseme ukweli kabisa, niseme ukweli, na nasitiza leo Kristo anaongea masuala ya ndoa, lakini yamekuja baada ya kueleza hii dhambi ya uzinifu. Kama tukianguka katika dhambi hii, hata ndoa haitakuwa na maana pia. Talaka kitaonekana kitu cha kawaida, mgawanyiko utaonekana ni kitu cha kawaida, kwa sababu asilimia kubwa ya kuachana na taraka na magomvi mengi ni kwa sababu ya roho ya uzinzi au kuona ndoa kama mkataba wa karatasi tu. Kristo anasema wazi, ndoa si mkataba wa karatasi, bali ni agano la upendo lililowekwa na Mwenyezi Mungu. Na wanasema kabisa Mungu mwenyewe ndio atakao utangua huu mkataba, si mwanadamu. Hivyo ni kuombe leo, rudi katika familia yako, ng'oa chochote kile ambacho kinaweza kupelekea kuanguka katika dhambi ambayo baadaye matokeo yake yakapelekea ndoa yako kuangamia. Ndio maana Mama Teresa Calcutta anasema, ukitaka kubadilisha dunia, nenda kwanza nyumbani, kabadilishe familia yako. Tunaalikwa leo kurudi majumbani mwetu, kupenda ndoa zetu, kukaa na familia zetu, maana roho ya usaliti, roho ya kuona wengine kama vyombo vya starehe, roho hii inaweza ikasababisha machozi na maumivu visivyoelezeka. Ichunguze wewe ambao unajikinai umeshika hizi amri, ichunguze na kuwa mkweli mbele ya Mungu. Ichunguze. Ndugu zangu, naomba nimalizie kwa kitu hiki. Tumesikia somo la kwanza kama nilivyoeleza kwamba Mungu ameweka uhuru mbele yetu. Chaguo ni lako. Kristo leo anaeleza torati vizuri. Chaguo ni lako. Tuna muda, tuna nafasi ya kufanya mabadiliko. Kristo anataka leo, na anamalizia kwa kusema, sema ndio iliyo ndio, na kama hapana iwe hapana. Tusiwe vuguvugu. Leo Kristo anatupa nafasi nyingine katika maisha yetu ya kumfuata. Tukubali, tuseme ndio kwake, na ndio hiyo iakisiwe kwa matendo katika safari yetu ya maisha. Tuseme ndio kwamba tutaepuka nafasi zote za dhambi, na ndio hiyo iakisiwe kweli katika maisha yetu, kwa sababu tukisema ndio ambayo ni hapana, matokeo yake lazima tuwe tayari kuyabeba. Ndugu zangu, nikuombe leo, uchaguzi ni wako. Sema ndio, na hiyo ndio ionekane kweli, kwa sababu hiyo ndio isipotoka moyoni, ufuasi wa Mungu usiotoka moyoni, tutambue kabisa matokeo yoyote ya machaguo hayo lazima tuyabebe tu. Lakini Mwenyezi Mungu tumuombe atupe neema sana ya kuepuka nafasi za dhambi, na ya kusema ndio isiyokuwa na mashaka kwake, na kusema hapana kwa kile ambacho kinatupeleka kinyume kabisa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa nguvu zetu hatuwezi. Tumuombe Mungu atusaidie sana sana sana, kwa sababu kuna wakati tunatamani kusema ndio, lakini kwa sababu ya madhaifu ya binadamu tunajikuta tumeanguka. Kuna wakati tunataka tuseme hapana kwa dhambi, lakini kwa sababu ya madhaifu ya kibinadamu tunajikuta tumeanguka tena katika dhambi. Kwa nguvu zetu hatuwezi. Mungu atusaidie ili mioyoni mwetu tuwe na furaha sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Natakia Dominika njema kwa kila mmoja wetu. Tukumbuke, anasema tufuate kile Kristo anachokisema ndani ya mioyo yetu. Wengi wangeweza kushangaa mazingira niliyopo, lakini kiukweli kabisa hapa niko Jinja. Nimekuja leo Jinja, Uganda, kwa ajili ya kufanya ziara na kuomba na kusali kwa mashahidi wa Uganda na kutembelea vivutio mbalimbali vya imani yetu. Basi katika sala ambazo tutazifanya leo huku hapa, tupo katika hapa nilipo ni sehemu ya Mathias Mulumba. Ni
sehemu ya Mathias Mulumba. Kwa hiyo katika ziara ambayo tutazifanya, nitazidi kuwaombea. Katika maeneo ambayo nitatembelea, nitazidi kuombea, na niwaombe sana tusiache kusali. Mashahidi hawa walitoa maisha yao kwa ajili ya Kristo. Mimi na wewe tutoe maisha yetu kwa ajili ya Kristo. Mungu awabariki sana. Hapa ni Jinja, lakini baadaye tutaelekea Namugongo, baadaye tutaelekea Munyonyo kwa ajili basi ya kuendelea kusali na kuwaombea nyinyi ndugu zangu, ili Mungu kile mnachokitamani kiweze kutimilika. Tumsifu Yesu Kristo.